Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na tuna somo zuri sana linalohusu kuombea malango. Na malango ni nini? Tutaeleza kidogo kuhusu malango. Na kwa sababu tutaenda kufanya maombi kidogo kwa sababu ya lango la uchumi, sababu uchumi umekuwa umetikisika duniani kote. Ni vizuri kwanza tuelezee kidogo kuhusu malango ili uweze kuyafahamu. Lakini the real meaning ni malango ni nini? Uweze kuelewa. Malango ni eneo lilopo kwenye ulimwengu wa roho ambalo inaweza likatumiwa na Mungu au shetani kuingiza vitu au kuingia mahali kwenye ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vitu vilivyoko kwenye ulimwengu wa roho viingie kwenye ulimwengu wa mwili huwa vinapitia kwenye malango. Kwa hiyo malango ni eneo au ni nafasi iliyo katika ulimwengu wa roho inayotumiwa pia kupitisha au kutolea vitu. Na inaweza ikatumiwa na Mungu au inaweza ikatumiwa na shetani. Kwa hiyo kuna malango aina nyingi. Kwa mfano malango yako mengi sana. Nitataja tu machache ambayo yanaweza yakakusaidia. Kwa mfano kwenye mji kuna malango. Na nitaweza nikaeleza tu taratibu ukaelewa. Kwa mfano barabara ni malango. Barabara kuu ni malango. Soko ni lango la kiroho. Lakini hapo lango la kimwili. Kwa hiyo kuna malango ya mji. Kuna malango ya nchi. Bahari pia ni lango. Mlima ni lango. Haya yote. Kwa mfano mlima ni lango ambalo Mungu anatumia kuzungumza na watu sana. Mlima. Ndio maana unaona watu wengi wanaenda mlimani kuomba, sasa tu hawaelewi. Kwa sababu Mungu alikuwa anatumia mlima kama lango. Mlima ni madhabahu. Madhabahu pia ni lango. Kwa hiyo kuna maeneo, kuna barabara ambazo ni za mtaa ambazo nazo ni malango. Na kwenye malango kuna watu wenye sauti kwenye hayo malango. Kwa hiyo mtu akitaka kukamata uchumi wako atabana malango yako ya kiuchumi. Yaani maana yake njia zako za kiuchumi. Njia zako ambazo unazitumia kupata kipato. Kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 60 mstari wa 10 mpaka wa 11, Biblia inasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri kwa mataifa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna malango ya mtu kufanikiwa. Kuna malango ya kiroho ya mtu kufanikiwa. Na haya malango shetani anachocheza nacho, anacheza na malango, hachezi na kitu kingine. Maanake anacheza na eneo ambalo wewe unapatia kipato. Kwa sasa utaelewa. Kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, shetani akitaka kukubana atakamata soko ambalo wewe ndio unafanyia biashara zako. Akilifunga lile soko tayari amefunga milango yako. Kwa mfano ni lazima ujue malango kwenye maisha yako ambayo Mungu anayatumia kukubariki. Mungu hawezi kukubariki kama hauna malango. Ni lazima kwanza akupe malango. Kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, biashara ndio lango lako la kipato. Kama wewe ni mfugaji, ufugaji wako ndio lango lako la kukuingizia kipato. Lakini kama wewe ni mwajiriwa, ile pale ulipoajiriwa ndio lango lako la kipato cha kila siku. Kama wewe ni mkulima, shamba lako ndio lango lako. Kwa shetani akitaka kudhibiti uchumi wako atapiga shamba. Atalibana lile shamba. Kwa hiyo lango likifungwa, mpendwa, hauwezi kufanikiwa, kwa sababu vitu vyote unavyoviona hata kwenye ulimwengu wa mwili kuna mahali vilipita vikakufikia. Kwa mfano ili wewe usifanikiwe ni lazima shetani abane malango yako. Kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, shetani akitaka kuletea hasara akafunga barabara na wewe ni mtu ambaye unafanya biashara labda usafirishaji, maana yake gari haitafikisha mzigo wako, kwa hiyo tayari yamebana uchumi. Lakini
Kama wewe ni muombaji au una huduma yako ni mlango pia wa kutunza. Kwa hiyo shetani akibana ile huduma ambayo uko unaifanya, maanake amebana maisha yako. Kwa hiyo baraka zote za watu zinapitishwa kwenye malango. Ni vizuri sana tuelewe malango ni nini katika ulimwengu wa roho, na tujue kwa nini Mungu anayatumia malango, na kwa nini anasema kwenye Isaya, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana na usiku. Kwa nini anasema hivi? Ni kwa sababu vitu vyote Mungu anavyotaka kukubariki vina milango ya kupitia. Kile kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari ule wa 6 inasema, wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana Midian na Efa wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Kama wataleta dhahabu, maana yake dhahabu ni mali, uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana, maana yake kuna mahali wanapita kuleta hivyo vitu. Lakini mstari ule wa 10, Isaya 60 mstari ule wa 10 anasema kwamba malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wote wakiongozwa pamoja nao. Tukufu wa Lebanoni utakujia wewe, mboreshi na mteshuri na mtidhari pamoja, ili kupapamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Kwa hiyo yani hivi vitu vyote vya kiuchumi ambavyo vita yote tunayoona ya kiuchumi ni malango yanabana. Ndio maana mnaona hali inakuwa nzito. Shetani anabana kwenye malango. Ukiweza kuombea malango yako ya kiuchumi, malango yako ya fursa, kuna kitu kikubwa sana kitatokea kwenye uchumi wako. Ni vizuri ufahamu kwamba baraka zina mikondo ambako zinapita ndio zinamfikia mtu. Na kama huyo mtu hajui jinsi ya kulinda mikondo yake kwa maombi, hasa nyakati hizi tunazopitia, soko litakuwa sehemu kubwa ya mashindano kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Kwa hiyo ni vizuri sana uombe. Kwa nini? Kwenye malango kuna vita, kwa sababu kuna miungu imeinuka kwenye maeneo mengi ya falme tofauti. Na hii miungu inapoinuka kunakuwa na vita kwenye malango. Tunasema walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Kwa hiyo unapoinuka mtu anafanya biashara kwa kutumia ushirikina na wewe sio muombaji, maana yake anateka lile eneo na anakuwa nalo na sauti kiroho. Kama ni soko ataliteka na atakuwa nalo na sauti kiroho. Lakini kama ni barabara ataikamata, kama barabara kuu za miji atazikamata. Lakini stendi ni lango pia. Stendi hizi za magari ni lango. Maana ni mahali ambapo watu wanatokea na wanaingilia. Kwa mfano kama wewe uko Dar es Salaam, stendi ya Magufuli ni lango lile. Kama umetoka Arusha, maana yake ulitokea kwenye lango la Arusha, unaingia kwenye lango la Dar es Salaam ambalo ni ile stendi. Kwa hiyo maadui wakitaka kukamata watu watakamata pale kwenye ile lango la stendi, au watakamata kwenye lango la stendi hiyo ambao umeanzia safari yako. Kwa hiyo ni vizuri sana ukao unajifunza kuombea malango ya mji. Ombea malango ya mji sana. Ombea malango ya eneo. Na unapofanya hivyo utapata mafanikio makubwa katika uchumi. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 45 mstari ule wa 2 nasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, ili upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kwa hiyo kama Mungu anakwenda mbele yako kupasawazisha mahali palipo paruzwa, atavunja vipande vya milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Maana yake kuna roho au kuna vizuizi au vipingamizi ambavyo vinakaa kwenye malango, vinazuia wewe kuvuka, vinazuia wewe kufikia hatua fulani, vinazuia wewe kumiliki mali fulani. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa ni lazima uanze kumiliki vitu kwa namna ya kiroho kwanza, kabla hujamiliki kwa namna ya mwilini. Na hilo ndilo jambo ambalo linawatesa watu wengi. Wanataka kumiliki mwilini kabla hawajamiliki rohoni. Vitu vyote unavyoviona kwenye ulimwengu huu, vyote vilianzia rohoni ndio vikatokea nje, vikatokea kwenye mwili. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, jifunze jinsi ya kuombea malango yako. Jua malango yako ni yapi. Kama wewe ni mfugaji, anza ombea ufugaji wako. Kama wewe ni mkulima, ombea kilimo, ombea shamba lako ili lizae sasa na Mungu alivyokusudia. Adui asibane lile lango.
Kama wewe ni mfanyabiashara, jifunze kuombea mahali ambapo unafanyia biashara, yani sokoni. Ili kama kuna roho nyingine inatawala katika lile lango, ishinde kufanya kazi katika biashara yako. Kama una duka, ujua lile duka ndio lango lako la kiuchumi. Jifunze kuombea lile duka. Lakini pia kuna malango mengine, hata kuna malango ya uzao. Kuna malango ya uzao. Shetani akitaka usipate watoto atabana kwenye lango la uzao. Lazima ujifunze kuombea lango la uzalishaji. Kwenye viwanda ni malango yale ya kiuchumi katika nchi yoyote. Kama adui akibana viwanda vyetu, manake vijana wetu wengi watapata ajira, kwa sababu kiwanda kinapojengwa mahali kinaajiri watu wengi sana wanaotumia nguvu, lakini wanaotumia akili. Kwa hiyo kama adui akibana viwanda akaviondoa, au watu wakaja wengine wakajenga viwanda kwenye nchi yako, na bado hao watu wakaleta watu wa nchi zao kuja kufanya kazi kwenye hivyo viwanda, bado sisi tutakuwa watumwa, kwa sababu havijatusaidia kitu chochote. Sio lango la kiuchumi, halijamnufaisha kijana yoyote. Lakini kuna malango mengine, malango ya ufahamu. Lakini mimi nazungumzia leo lango la uchumi. Kwa hiyo haya mambo ya uchumi yanabidi kuomba sana. Kuna mahali Mungu ameweka baraka zako. Ukimsihi Roho Mtakatifu atakuelekeza vizuri. Wewe unatakiwa ufanye biashara ya nguo, lakini sasa hivi unafanya nini? Unafanya kilimo. Kwa hiyo maana yake Mungu hata kubariki kwa sababu unafanya kitu ambacho hajaweka baraka zako katika hicho. Kila kitu mtu anachokifanya duniani sio bahati mbaya. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Ni kwamba hicho anachokifanya baraka zake zitapitishwa kwenye hicho kitu. Na ndio maana Isaya 45 imeeleza vizuri kwamba Mungu atakwenda mbele yako. Atavunja mapingo ya chuma, atavunja malango ya shaba. Kwa nini hao malango ya shaba? Malango ni nini? Manake malango haya malango ya shaba manake ni nini? Yamefunga njia ya wewe usipenye, yamefunga njia na wewe usipite. Kwa hiyo shetani akitaka kukubana, atabana malango ya fikra. Kwa sababu ukibanwa kufikiri kwako, uchumi wako lazima utakuwa low tu. Kwa sababu mafanikio ya mtu hayako benki, mafanikio ya mtu yako kwenye ufahamu wake. Namna unavyowaza na kuchanganua vitu katika ufahamu wako ndiyo mafanikio yako yalipo. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kukupatia pesa hata milioni 100. Lakini kama haujabadilika katika kufikiri kwako, maana yake bado utakuwa maskini wa kutupa. Na kuna mwingine ukimpa milioni 2, kama ufahamu wake hauna vizuizi, malango yake ufahamu hayajabanwa na shetani, anaweza kuzalisha ile hela na akajipatia kipato chake kwa kila siku. Kwa hiyo jifunze kuombea malango yako. Kama we ni mpiga picha, ombea malango yako. Utakuwa na ushindani katika hilo eneo sana. Unaweza kukazuka watu sasa mkaanza kushindania kazi na ukawa na ushirikina. Yaani chochote unachofanya ujue ni lango lako la kukuingizia kipato. Jifunze kuomba. Na unatakiwa uwe na lango zaidi ya moja. Ili hili likijifunga, ulingine linakufunza. Ukiwa na mfumo mmoja, mfumo siku ukibanwa, wewe utakosa mwelekeo. Jifunze kufanya vitu. Kama wewe ni mfugaji, fanya na kilimo. Kama wewe ni mfanyabiashara, basi fanya na kilimo. Saa nyingine ukiwa na chakula nyumbani, hata hela inatulia mfukoni. Lakini usipofanya hivyo, hautaweza kufanikiwa. Usirizike na hela ulionayo. Kubali kujaribu. Watu wote waliofanikiwa walijaribu. Jitahidi kujaribu kufanya vitu tofauti na kumshirikisha Mungu katika hatua zote, na utaona matokeo mazuri. Basi kabla hatujaenda kuhitimisha, ili somo lina upana, tutakuja kutoa sehemu nyingine baadaye. Tunataka tuombe kwa ajili ya uchumi wa watu wanaopita mahali pagumu kiuchumi. Wao wafanyabiashara wanapita mahali pagumu kiuchumi kwa sababu kuna miungu imemiliki malango yao, hawaoni upenyo katika jambo lolote. Basi ufunge macho. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba toba kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye anatusikiliza na anapita mahali pagumu kiuchumi katika maisha yake. Tunaenda kuomba toba na rehema sana. Tunaenda kuomba toba na msamaha juu ya jambo lolote ambalo limefanyika katika mfumo wake unaompa kipato cha kila siku, katika ya lango lake linalomuingizia chakula chake cha kila siku. Bwana, tunaenda kuachilia toba katika jina la Yesu Kristo. Tunatakasa malango yake ya kiuchumi, tunatakasa na kuta zake, maana umesema kuta zako zitakuwa sifa. Tunatakasa malango, tunatakasa kuta katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu wa kuokoa, njia za kutoka kwenye mauti zina wewe. Tunanyunyuza damu ya Yesu kutakasa hayo malango, tunatakasa kuta. Katika Nehemia sura ile ya 12 mstari wa 30 ndivyo inavyosema ya kwamba makuhani walitakasa wao wenyewe, baada ya hapo Bwana walitakasa watu, na baada ya kutakasa watu walitakasa malango na walitakasa kuta. Nasi tunaenda na damu ya agano jipya ya Yesu Kristo kwenye hicho kitu ambacho kimefungwa. Tunaachilia damu ya agano jipya ya Yesu Kristo kutakasa na kuondoa Bwana hicho kifungo katika ulimwengu wa roho. Tunaomba sasa kwa ajili ya kila kilichofungwa na kuzuiwa katikati ya kazi za mikono ya mtumishi wako Bwana, kikapate kuvunjwa na kuondolewa kwa nguvu ya damu ya agano jipya ya Yesu Kristo. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye malango kuvunja kila aina ya roho ambazo zimeachiliwa
kuvunja kila roho ambazo ni za vizuizi, roho zote ambazo zimekuwa kama beria katika hilo lango lake la kipato, tunazivunja na kuzisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Bwana zishuke kama umeme katika eneo hilo. Tunavunja na kukemea kila ushirikina na kila nguvu za giza ambazo zimeachiliwa kwa ajili ya kuvuruga uchumi, kuvuruga mifumo wake wa kipato cha kila siku. Tunanyunyuza damu ya agano jipya Yesu Kristo kuzibua mikondo wake wa kipato cha kila siku. Bwana, tunaombea mkondo na mzunguko wa kipato katika ulimwengu wa roho juu ya huyu mtu katika jina la Yesu. Kila mfumo uliokufa tunauzibua na kufumua kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Tunaachilia nguvu zako zipite kwenye mfumo yote, zikafungue. Bwana, umesema fedha na dhahabu ni mali yako. Bwana Mungu mwenye nguvu, tunakusihi sasa, kila roho ya ukame iliyotupwa kwenye biashara ivunjwe na kusambaratika katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, nguvu zako zishuke na kuweka watu huru. Tunang'oa roho ya mauti iliyotupwa kwenye biashara, tunang'oa roho ya mauti iliyotupwa kwenye malango, tunavunja roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye malango na njia, tunaharibu roho za ushirikina, tunanyunyuza damu ya agano jipya Yesu Kristo kuondoa, kutangua na kubatilisha kila sadaka na kila kafara za miungu ambazo zimeachiliwa kuzuia Bwana malango ya huyu mtu asipenye. Tunanyunyuza damu ya agano jipya sasa, na Ibrania 12 mstari ule wa 24. Bwana, hiyo damu yako inanena mema kuliko damu nyingine yote. Tunainyunyuza kwenye malango yake sasa, ili Bwana ikavunje na kutangua na kubatilisha kila sadaka zilizotolewa zikaleta uharibifu kwenye malango yake ya uchumi. Mungu, tunaachilia toba katika ulimwengu wa roho. Ikiwa alifanya biashara akakuibia fungu la 10, ikiwa aliweka nadhiri wa kuitengua na sasa mfumo wake wa kipato umeguswa, katika jina la mikondo yake kazibwa. Baba, tunanyunyuza damu ya agano jipya Yesu Kristo kwenye mikondo yote kwa jina la Yesu, kwenye mikondo iliyoko kwenye ardhi ya kiuchumi, tunanyunyuza kwenye mikondo iliyoko kwenye maji pia bahari. Bwana ni lango lako la uchumi. Tunanyunyuza damu ya Yesu kwenye mikondo ya bahari na mikondo ya nchi kavu. Tunanyunyuza damu ya Yesu kwenye mikondo iliyoko kwenye anga. Tunanyunyuza damu ya Yesu kwenye mifumo iliyokamatwa kwenye anga, iliyokamatwa kwenye nchi kavu. Tunafungua na kuweka huru katika malango yote yaliyobanwa katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Na mwaga damu ya Yesu Kristo kwenye kila kona, ili sasa Bwana malango haya yakapate kuwa wazi. Roho ya ukame iliyoachiliwa tunaivunja na kuisambaratisha na kuing'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila roho zilizoachiliwa za mauti kwenye malango tunazivunja na kuzisambaratisha kwa damu ya agano jipya Yesu Kristo. Tunanyunyuza damu ya agano jipya Yesu Kristo. Tunaondoa kila uchafu, tunaondoa kila uharibifu uliokaa kwenye malango, ili malango yakapate kufunguliwa, ili malango yakapate kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunavunja nguvu za giza, tunavunja roho za kukwama, tunavunja roho zilizobana kwenye fikra, tunang'oa na kusambaratisha kwa jina la Yesu Kristo. Tunafungua kila kilichofungwa kwenye malango yake. Tunafungua, maana umetupatia mamlaka ya kufungua chochote kilichofungwa. Sasa na Mathayo 18:18 tunakifungua sasa katika jina. Tunafungua malango ya kiuchumi katika jina. Tunazibua mifumo iliyobanwa, tunazibua mikondo ya kiuchumi, tunazibua fursa zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, nguvu zako zishuke na kufunika kila mmoja wetu aliyeko hapa. Tunamzingira kwa damu ya agano jipya Yesu Kristo. Sasa yule anayenisikiliza, ili uwepo wako na nguvu zako zikapate kumwatamia katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi ikiwa ulikuwa unanisikiliza na kuna nadhiri ulikuwa umefunga, ukamwambia Mungu utamtolea na hujatoa, kaitengue hiyo nadhiri. Na kama ulikuwa utoi fungu la 10, Mungu akikubariki uwe unatoa fungu la 10. Fungu la 10 linashughulikia roho inaitwa roho ya alai. Kasome zaidi kwenye Malaki 3. Toa fungu la 10 ili Mungu alinde biashara yako katika jina la Yesu Kristo. Tumia namba zilizoko hapo kama una jambo la ushauri au chochote ambacho ungependa kushauri juu ya kipindi hiki, au kama unataka kuchangia kipindi hiki kiendelee kuwa hewani, fanya hivyo na Mungu akubariki sana. Amen.